لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد شجرة الأصل النورانية ورمعة الفوضى الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السورة الإسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من اندرجت النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت. وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. وبسند المتصل للإمامين الجليلين الإمام المحلي والإمام السيوطي رحمهم الله تعالى ودام النفع بهما وبعلومهما الشريفة في الدارين آمين. رضي الله عنكم آمين. وقد قال الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Tukianza na aya ya 92 katika surat Ali Imran, anasema subhanahu wa ta'ala, lan tanalu albirra, hamtofikia kupata wema na uchamungu. Ai, maana yake hamtofikia kupata thawabu zake huo wema na uchamungu. Wa huwa aljanna, na katika malipo yake ni kuingizwa peponi. Hata tunfiku, mpaka mtakapotoa, tasaddaku, mkatoa sadaka, mimma, katika vile vitu ambavyo tuhibuna, munavipenda, min amwalikum, katika mali zenu, wama tunfiqu min shay'in, na hamtotoa chochote katika hivyo vitu vya kheri mtakavyovitoa, basi fa inna Allaha bihi alim, basi hapana shaka Mwenyezi Mungu ni mjuzi, ni mwenye kuvijua hivyo vitu mnavyovitoa. Na kwa sababu hiyo, fayujazi alaihi, atawalipeni kwa matendo yenu mema hayo ya kutoa hivyo mnavyovitoa. Hapa pana maelekezo mengi ya namna ya kutoa sadaka. Usitoe kitu ambacho ukipewa wewe huwezi kupokea. Ndio kwa mfupi kabisa. Sheria inatuambia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaelezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba inna Allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba, Mwenyezi Mungu ni mzuri, hakubali ila kizuri. Kwa hiyo isifikie kwa Waislamu nguo zimechakaa, zishatoboka toboka, zishaharibika, ndio unatafuta mtu wa kumpa. Hapana. Pengine yule ustadhi unaempa, ilikuwa unaweza kumnunulia kanzu moja tu kuliko kumpa manguo chungu zima ambayo hayana maana. Unaweza kumnunulia hata kanzu moja tu inatosha, kama unataka kutoa hivyo. La, kwenye vyakula tumeona baadhi ya watu wenye maduka, akienda mtu pale anatoa sadaka, yeye yale maharage yalikuwa yashagongwa tayari, ndo anayotoa sadaka. Yale maharage yalikuwa mazima, hawezi kutoa hata nusu kilo. Kwa hiyo kusikiliza maneno ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala na amri zake, kwamba hatutofikia
uchamungu na wema kwa mwenye kutaka kutoa, ila atoe kilichokuwa kizuri basi. Ama zaka ina sheria zake. Haiswihi kutoa katika wanyama wako ulionao, unamtoa mnyama mmoja kuwa ni zaka ya wanyama wale kwa kufikia kiwango, ukamtoa mbuzi mgonjwa, la, haipokelewi, haiswihi, manake bado zaka unadaiwa. Haiwezekani mtu anakadiria mwenyewe tu kwamba hizi nguo hizi zishakusha fashion yake hizi, na zimekaa siku nyingi, zimepigwa na jua hapa, zimeanza kupauka katika duka lake, ndo anaziteremsha zile, anazitia thamani, alafu anakata kwenye pesa ya zaka zile ndo anatoa. Hilo pia haikubaliki. Maana zaka ni lazima, kinyume cha sadaka. Sadaka una khiari yako, utoe au usitoe, hiyo ni khiari yako mwenyewe, lakini zaka ni lazima. Sasa wakati wa kutoa zaka uchunge kwamba unachokitoa ndio kile kinachokubalika na sheria, maana hapana khiari katika kutoa ukafanya utakavyo, la, ila njia moja inaruhusiwa. Unamwamona yule kijana anaswalisha pale au anasomesha au anafanya mambo ya kheri, ukaamua mimi zaka yangu mwaka huu nitampa huyu, basi bora kujulia ujuzi wake, ukamuuliza, wewe bwana, siku hizi kuna lugha ya kutoka ili utoke unahitajia nini? Sasa bwana, mimi bwana na ujuzi wa kutengeneza askrimu na vibarafu hivi na juisi, kwa hiyo nikipata deep freezer mimi basi. Basi inaruhusiwa kumnunulia deep freezer kwa pesa za zaka, kwa sababu ndo atakuwa mwakani hapokei tena zaka, atakuwa na maisha yake tena. Mtu mwingine anakuambia mimi bwana na ujuzi wa kushona, kwa hiyo nikipata cherehani na majora 2 matatu, basi utamnunulia hayo majora, utamnunulia na hiyo cherehani, utampa na pesa za kutumia nyumbani kwanza, ili isiwe ile yale majora yale yote pesa zake anakula. Angalau watengeneze mashati ya shule, maana shule karibu kwa mfano inafunguliwa, atengeneze kaptura aweke pale, watakuja watu watanunua. Unafanya, inaruhusiwa mtu kwa ujuzi wake kumpa. Mtu mwingine ana ujuzi wa seremala, anajua yeye kazi ya useremala, na pale nyumbani kwake pana upenu, anaweza kufungua kazi hiyo, basi utamnunulia vifaa vinavyohitajika kama randa, msumeno, patasi na nini, na chochote kitu ukampa yeye, au ukamnunulia na mbao kidogo, angalau atengeneze makabati 2 matatu, basi atapata pesa mule ndani na kazi yake itaendelea, maisha yake atakuwa yeye anakwenda min ghairi ya kuhitajia zaka mwakani, kwa sababu zaka imewekwa, unampa mtu kiwango ambacho mwakani hatonyosha mkono kwako kuomba zaka. Unafahamiana vizuri, atakuwa yeye ameshafanikiwa katika maisha yake, anafanya maisha yake. Hiyo ndo hikma ya zaka. Kwa hiyo aya hii inagusa sehemu zote, kwenye zaka, kwenye sadaka, kwamba lan tanalul birra, hamtofanikiwa kupata wema na uchamungu na thawabu zake na kuingizwa peponi, hata tunfiku, illa mutakapotoa, mimma tuhibuna, katika mnavyovipenda.
wama tunfiqu min shay'in, na chochote mtakachotoa katika hizo mali, fa inna Allaha bihi alim, Mwenyezi Mungu anajua. Fayujazi alayhi, habari yake hiyo imekwisha. Inakuja masala mengine. Imeteremka aya hii wakati waliposema Mayahudi kwamba Mtume Ibrahim alikuwa hali nyama ya ngamia ni haramu kwake. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na walikuwa wanasema pia maziwa alikuwa hanywi ya ngamia kwa sababu kwake ni haramu. Mwenyezi Mungu anajibu kumjibia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ta'ami kana hillan, kila chakula kilikuwa ni halali, libani Israila, kwa watoto wa Israeli, yani Mayahudi, illa ma harrama Israilu, ila kile alichojiharamishia mwenyewe Israeli. Israeli ni mtume Yaqub ala nafsihi, ni ya nafsi yake. Wa huwa, na yeye alikuwa hali nyama ya ngamia, lima hasala lahu arqun nasa au nisa bilfathi wal kasri, kwa yale magonjwa alopata yeye, nao ni ugonjwa unakuja kwenye mishipa, unaanza kwenye kiuno, kisha unateremka kwenye mapaja, unakwenda kwenye magoti mpaka kwenye miguu. Mfano wake kama rheumatism. Akaacha kula nyama ya ngamia na akajiharamishia mwenyewe. Tena amejiharamishia min qabli an tunazzala at-tauratu, kabla Taurati haijashuka. Maana Nabii Musa yuko mbali sana na Nabii Yaqub. Lakini hayo wakasema Mayahudi kwamba Mtume Ibrahimu ndio ilikuwa hivyo. Basi Mwenyezi Mungu akamfundisha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam aseme hivi, kul, waambie hao Mayahudi. Maanake pale pamesemwa wadhalika baada Ibrahim, hayo ilikuwa baada ya Mtume Ibrahim, ndio amekuja Yaqub yana mjukuu wake baada ya Ishaq. Walam takuna ala ahdihi haraman, wakati wake haikuwa haramu kama zaamu, kama walivyodai hao Mayahudi. Kul, waambie ya Rasulullah, lahum, kuambia wao, fa'atu bitaurati, haya ileteni hiyo Taurati, fatuluha, isomeni, liyatabayana sidqa qaulikum, ili pate kudhihiri ukweli wa kauli yenu, in kuntum sadiqina, ikiwa nyinyi ni wa kweli, fihi, katika jambo hilo la kusema kwamba Nabii Ibrahim alikuwa hali ngamia kwake ilikuwa ni haramu. Fabuhitu, wakashindwa na wakapigwa na butwaa, walam yatu biha, wala hawakuweza kuileta hiyo Taurati, wakaonesha hapo mahali walipoharamishwa nyama ya ngamia na maziwa yake. Qala Taala, anasema Mwenyezi Mungu aliyetukukia, faman iftara ala Allahi alkadhiba, basi mwenye kuzua, kumzulia Mwenyezi Mungu uongo kwa Mwenyezi Mungu ameharamisha kwa Mtume Ibrahim, min baadi dhalika, baada ya kudhihirikia hayo. Kudhihirikia nini? Habari ya nyama ya ngamia. Maana yake wale Mayahudi wanaheshimu sana punda, wanambeba, wanamchinja, wanamla na nini, bianna tahrima inama kana min jihati Yaqub, kuwa uharamu ulikuwa kwa upande wa Mtume Yaqub, la ala ahdi Ibrahima, alipojiharamishia mwenyewe, basi Mwenyezi Mungu akamharamishia mwenyewe, kajizuia basi.
Basi mwenye kuzua hayo kumzulia Mungu kwamba ndiye aliyefanya nini, aliyeharamisha, basi faulaika humu dhalimun. Basi tuendapo kuwaeleza hawa watu wa aina hiyo Mayahudi, basi humu dhalimuna, ndio wenye kujidhulumu nafsi zao, wenye kuchupa mipaka katika haki kwenda kwenye batil. Kul, waambie ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, sadaka Allahu, Mwenyezi Mungu amesema ukweli, fi hadha, katika hili, kajamii ma akhbara bihi, kama yote aliyotolea habari pia anasema ukweli. Fatabiu millata Ibrahima, basi ikiwa nyie kweli Mayahudi mna usungu na mtume Ibrahim, basi fuateni mila za mtume Ibrahimu, allati, mila ambazo ana alaiha, mimi ndo nazifuata, hanifan, hali ya kupondokea katika haki kutoka katika batil, yani mailan an kulli dinin, kwa kuacha dini zote, ila lislami, kwa kufuata Uislamu. Wama kana, na hakuwa mtume Ibrahim, min almushrikina, katika wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Madai mengine mapya wakasema Mayahudi kule Madina kuambia maswahaba, mpaka habari zikampigia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kibla chetu Baitul Maqdis kwa kibla cha kwanza, hii Maka juzi tu imejengwa. Basi Mwenyezi Mungu anajibu habari hizo, inna awwala baitin wudi'a, hapana shaka nyumba ya kwanza kuwekwa kwa ajili ya ibada, linnasi, kwa ajili ya watu wafanya ibada, fil ardhi, katika dunia, lalladhi bibakkata, ni ile nyumba iliyopo pale Maka. Waarabu katika lugha yao, ikiwa jina la kitu ikiwa imeanza na mim wanaweza kutumia be, na ikiwa imeanza na be wanaweza kutumia mim. Na hii imesababisha bwana mmoja wa kizungu kule alisilimu, kwa sababu ndani ya Taurati imetajwa na Injili imetajwa Bakka. Sasa wakawa wanababaika, Bakka iko wapi, wanaitafuta, mpaka waliposoma Qur'ani wakaona kwamba Bakka ni ile Maka. Kwa hiyo wakasilimu kwa ajili yake, na akaandika, yule Maurice anaitwa, akaandika kitabu cha maisha ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akakiita Muhammadur Rasulullah. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema inna awwala baitin, wa nyumba ya kwanza, wudhi'a, ilowekwa, mutaabidan, kwa ajili ya ibada, linnasi, watu wafanya ibada kwa ajili ya watu, fil ardhi, katika dunia, lalladhi, ni ile nyumba ambayo bibakkata, iko mahali inaitwa Bakka. Hiyo ni lugha, yani fi makkata, inakusudiwa Maka. Hapa tarehe ya kujengwa msikiti, yani Al-Kaaba, kujengwa Al-Kaaba yenyewe, wameanza kujenga malaika kabla ya kuumbwa Nabiullahi Adam kwa miaka 40 nyuma. Kisha wakawa wanafanya ibada hao malaika, kisha wakaumbwa, wakaja na majini pia wanafanya ibada hapo, na imekwenda mpaka ikaja tufani ya Mtume Nuh, kuja maji yale ni mengi mno,
yakasagaa dunia nzima, yakaivunja ile Alkaaba, na ukaja mchanga ukafunika ile msingi wake. Akaja Mtume Ibrahim na Mtume Ismail alayhim assalam, wakaja wakahuisha pale, wakajenga Alkaaba kwa kufuata msingi walioweka malaika. Kisha ukaja ukajengwa tena msikiti, yani ile Alkaaba ikajengwa tena wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na umri wa miaka 35, na yeye Mtume alishiriki katika kuijenga. Alikuwa yeye na ami yake Abbas wanashirikiana katika kuhamisha mawe kutoka mlimani kuyaleta mpaka pale kwa ajili ya kujenga. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Anasema imeitwa Bakka liannaha tabuku a'naka aljababira, yani inasagasaga shingo za wenye viburi na wakawa jabari katika dunia hii. Banahu almalaika, kwanza walijenga malaika kabla khalqi Adama, kabla ya kuumbwa Mtume Adam. Waudhia baadahu, kisha ndio ikajengwa baada yake Al-Aqsa, msikiti wa Aqsa. Wa bainahuma, na baina ya kujengwa hapa na hapa pia kuna miaka 40, kama fi hadithi sahihaini, kama ilivyo katika hadithi iliyomo ndani ya Sahih Bukhari na Sahih Muslim. Wa fi hadithi annahu awwalu ma dhahara ala al-ardi ala wajhi al-ma, kitu cha kwanza kilichodhihiri juu ya dunia ni kuwa ile dunia ilikuwa imejazwa maji. Inda khalqi samawati wal ardh, wakati wa kuumba mbingu na ardhi ilikuwa juu ya uso wa maji. Wal ardhi, na ardhi ikawa zubratun bayda, ikawa na povu jeupe. Naam, faduhiyat al-ardhu min tahtiha, ile povu likaingia katika ardhi na likajengwa. Ile ardhi imejengwa kutokana na mmoja katika vitu ndio hiyo povu. Mubarakan bibakkata, mubarakan wal Kaaba, yenye baraka. Ndio maana watu wanagombea pale wakati mvua ikinyesha, kwenye mizabu yakiteremka maji pale, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameita Al-Kaaba kuwa ni mubarakan, ina baraka, na ameita maji wa anzalna minas samai ma'an mubaraka, na tumeteremsha kutoka juu maji yenye baraka. Sasa vitu vyenye baraka viwili vimekutana, sasa maji yale yanateremka, kila mmoja atakwenda kuyagombea ayapate yeye. Wahudan, na msikiti ambao ni uongofu, lilalamina, kwa viumbe wote. Ukiweza kuingia mule ndani ya Al-Kaaba, ukapata nafasi ya kuingia, Mwenyezi Mungu atuingize, basi ujue unapata vitu hivi, unapata uongofu, unapata na baraka. Ndani yake kuna baraka, kuna na uongofu. Ndio maana watu wanakwenda wanashika ukuta
unashika kitambaa kile, unashika mlango, wapate baraka. Na ukiwa ndani ya msikiti pale ukakaa ukachukua kitabu kama hivi unakwali, basi Mwenyezi Mungu hupa uongofu wa fahamu, haiwezi kupatikana ila hapo. Ukiwa nje ya hapo inakuwa vingine. Fihi ayatun bayinat, muna ndani yake aya mbalimbali bayinati zilizokuwa wazi. Mfano wake maji ya Zamzam. Maji ya Zamzam ni maji ya ajabu duniani, hakuna mfano wake. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema ma'u Zamzam lima shuriba la, maji ya Zamzam kwa nia utakayokunywa. Kwa hiyo maji yale tangu wakati wa Mtume Ismail mpaka leo, hapa katikati tukilifukiwa kidogo, kisha Abdul Muttalib akakifukua tena kisima kile, na maji yale yanasafirishwa kwenye ardhi chini kwa chini mpaka yanafika Madina. Ukiwa ndani ya msikiti wa Madina unapata maji ya Zamzam, unakunywa. Takiwa unywe maji ya Zamzam, kwenye uso wako, kwenye kichwa chako, ujimwagie kwenye mwili wako, umwombe Mwenyezi Mungu kila aina ya dua unaijua wewe. Na moja katika vitu vilivyopokewa maji ya Zamzam, unaweza ukanywa ukiwa umesimama, maana Mtume kaonekana akinywa maji akiwa amesimama, na unaweza kunywa ukiwa umekaa kitako. Maji ya Zamzam majumbani mwetu huwa tunaweka kwa nia maalum, kwamba mtu akifikia katika ugonjwa mpaka imefikia hadi kwamba tunamwona huyu sasa atakufa, basi ananyeshwa maji ya Zamzam kwa nia Mwenyezi Mungu ampe husnul khatima. Kwa maji ya Zamzam yana faida nyingi sana. Fihi ayatun bayinat, minha, katika mambo hayo maqamu Ibrahim. Kuna sehemu inaitwa maqamu Ibrahim, iko karibu na Hajarul Aswad kwa kushoto, kwa nyuma hivi kidogo. Ile maqamu Ibrahim kuna kitu gani mule? Kuna mawe mawili yameletwa kutoka peponi wakati Mtume Ibrahim anajenga pale. Sasa akawa anajenga, anakwenda juu dhiraa 30, hawezi kufikia kule. Kwa yale mawe yakaletwa, anakanyaga, akikanyaga yanamnyanyua, anajenga kule. Mwanawe anamletea mawe, analiamrisha lile jiwe linamteremsha chini, kama lifti vile, linamteremsha chini. Anachukua jiwe, anakwenda anaweka, anaoka. Najua kuoka ni kujenga. Basi katika hiyo miujiza iliyokuwa hapo, kuna makamu Ibrahim. Kisha hiyo makamu Ibrahim yenyewe, hayo mawe yenyewe mawili, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka miguu yake pale, ikawa imefiti sawa sawa, haijazidi wala kupungua. Na pale pana alama za vidole na mguu wake, nyayo yake Mtume Ibrahim. Alhajari alladhi qama alayhi, jiwe mawe ambayo alikuwa amesimamia juu yake, inda binai alkaaba, wakati wa kujenga alkaaba. Sisi hapa tukitaka kujenga hapa, basi watu wanakuja wanatengeneza
mbao zile watu wanapanda juu ndio wanamalizia. Yeye Mtume Ibrahim ameletewa mawe tu, akina kanyaga yanampandisha juu, anajenga, yanamteremsha chini, anachukua udongo na mawe anakandika, anaweka namna hiyo. Mambo ya ajabu kabisa hayo. Anasema fa athara qadamahu fihi, yale mawe yakapokea alama za nyayo zake Mtume Ibrahim, ikawa pale kwenye yale mawe yapo mpaka leo yana alama za nyayo za Mtume Ibrahim. Ma taqawuli zaman wabakia ila al'an, na imebakia mpaka leo. Ma taqawuli zamani, pamoja na urefu wa zama ni ndefu sana, lakini alama imebakia. Watadauli laidi, na mikono imeshikashika pale, lakini bado. Wa minha, na katika mambo hayo yaliyopo hapo, ayatun bayinat, ni tadhifu alhasanat, ni kuzidishwa mema. Jema moja ukifanya pale kama la kuswali rak'atain, kila raka moja sawa sawa na raka 1000 umeswali, na katika riwaya nyingine sawa sawa na 100,000 unapewa thawabu. Ila nakuwa ndege la yaaluhu, hawapiti juu ya Al-Kaaba. Ndege wanazunguka tu, lakini juu ya Al-Kaaba hawapiti. Asili yake malaika walimuomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, sisi tulipokuwa huko mbinguni tulikuwa kwenda kwenye Baitul Maamur, sasa hapa duniani hatuna mahali pa kwenda kufanya ibada zetu. Wakaamrishwa wajenge ile Al-Kaaba usawa wa Baitul Maamur. Yale yanayopatikana Baitul Maamur, Mwenyezi Mungu akajalia yapatikane katika Al-Kaaba. Hayo ndo mambo. Waman dakhalahu, na mwenye kuingia, kana aminan, anakuwa kwenye amani. Maana yake hii ni jumla inshaia, lakini maksudi yake ni amri, kwamba ukienda pale ulete amani, usifanye jambo la kumpiga kisugudi mtu. Tunaelewane? Usimuumize mtu. La yataaradu ilayhi biqatlin, mtu asifanye jambo la kutaka kupigana, kuuana, au dhulmi, na kumdhulumu mtu. Umeona pesa zake zimekaa vizuri, ukatia mkono unachomoa, la. Baada ya hapo inshallah taala, kesho tutaeleza habari za hija. Hija ina masharti. Moja katika sharti yake mtu awe Muislamu, lakini amri ilipokuja haikuja kwa Waislamu peke yake, imekuja kwa watu wengine pia. Wala maelezo yake inshallah taala Mwenyezi Mungu atuwafikishe kesho tuweze kuyaeleza kuanzia hapa. Walillahi ala nnasi hijjul baiti, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atutilie baraka katika mvua, tupate vyakula vya kutosha watu. Mwenyezi Mungu ajalie mashambani huko kunyeshe mvua zaidi kuliko tunazohitaji huku mjini. Mjini hatuhitaji mvua sana, tunahitajia kwenye mashamba huko. Mwenyezi Mungu ajalie hivyo. Na leo ni usiku mtukufu, na kila mmoja ajitahidi afanye ibada, ima kwenda katika misikiti ambayo wanakesha kama msikiti huu na mingineyo, au
awe nyumbani kwake akesha usiku kufanya ibada. Kwanza kuna faida mbili. Faida ya kwanza, baadhi ya riwaya zenye nguvu zinaonyesha kwamba ni mwezi 26 kuamkia 27 ndio Lailatul Qadri, lakini kwa mwaka huu Mwenyezi Mungu ametupendelea sana, imeangukia Alhamis kuamkia Ijumaa. Kwa hiyo kuna na faida ya kukesha baina ya Alhamis na Ijumaa, na mkesha huu mtu anatakiwa aswali, afanye ibada, amwombe Mwenyezi Mungu, amwombe maghfira, Mwenyezi Mungu amsamehe. Hakuna mtu ambaye hakosei bwana. Kama mtu yupo basi tuonyeshwe mtu huyo, hatumjui. Hakuna shekhe wala mwanafunzi wala ustadhi wala mtu wa kawaida ukasema huyo hakosei. Hakuna. Binadamu wote amewaeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kullukum khata'una wa khairul khata'ina tawwabuna, nyie wote ni wakosaji, lakini mbora katika nyie wakosaji ni mwenye kutubia. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu maghfira kwa wingi. Na Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallama, nikiidiriki Lailatul Qadri nisemeje? Akaambiwa, sema Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka, Mola wa haki, hapana shaka wewe, innaka afuwun, wewe ni mwingi wa kusamehe, fa'fu anna, tusamehe sisi, ya Karim, ewe Karim. Kwa hiyo watu waombe sana maghfira. Ukiomba maghfira na watu wakajumuika kwa jambo hilo, basi wanafungukiwa mambo mengi. Kwanza Mwenyezi Mungu ataleta mvua. Mvua hizo, mvua zenye kheri, yatapatikana mabustani na makulima yaliokuwa mazuri. Mwenyezi Mungu ataleta vyakula. Mwenyezi Mungu atatia baraka katika kila jambo. Hakuna kitu kitukufu kama baraka, kutia baraka. Mwenyezi Mungu akatia baraka katika jambo. Tizama sasa hivi hapo sokoni unapita, unaziona zile ndizi kipusa, lakini ziko hapo kama umbali wa ustaza hapo, usikia harufu. Zamani ilikuwa katika msikiti huu, hata kama zingekuwa kule nyuma, basi msikiti mzima unanukia ndizi. Hii ni dalili ya kwamba baraka zimeondoka, na baraka haziondoki ila kwa maasi. Maasi yamezidi. Mtu anaona kusema uongo ni jambo la kawaida tu, anamdanganya mtu, na akienda kwenye baraza anatengeneza uongo kwa ajili ya watu wafurahi, kisha yeye anakwenda jahannama, waliyadhu billahi. Kwa hiyo najihusia nafsi yangu pamoja na ndugu zangu nyie, turejee kwa Mwenyezi Mungu. Usiku huu ni wa kuupatiliza, usitupite. Kila mmoja aombe maghfira hayo, na pia tuiombee amani nchi yetu, idumu amani yake, bali izidi, tupate amani. Wewe unadhani mimi na wewe tungeweza kuja msikitini saa hizi hapa kama kulikuwa hakuna amani? Tusingeweza. Kwa hiyo tujitahidi tufanye kheri na tuombeane Waislamu wote. Kila ambaye anastahiki kuombewa, wewe unajua zaidi kuliko mimi, muombee baba yako, mama yako na wengineo, watoto wako, waombee Mwenyezi Mungu awape hidayah, awaongoze. Watoto wanapotea sasa hivi, wanaingia katika maasi, na yote hayo yanasababishwa na mambo ya internet,
Ile michezo tukicheza sisi, hakuna mtoto anacheza. Ukimuuliza kitu kimoja tu, kitu fulani unakijua, anakwambia sikijui. Na hicho ndio tukicheza sisi, hajui. Hamna michezo. Michezo sasa hivi ni kwenye simu tu, na kwenye simu kuna uchafu, unapoteza watoto. Mwenyezi Mungu awatusaidie, awashike watoto wetu waende katika njia iliyokuwa sawa. Wallahu wa rasuluhu a'lam.